Jeshi la Sudani limechukua udhibiti kamili wa ikulu ya rais mjini Khartoum siku ya Ijumaa, Machi 21 mwaka 2025, televisheni ya Sudani na vyanzo vya kijeshi vimesema, katika mojawapo ya mafanikio makubwa katika mzozo wa miaka miwili unaotishia kuisambaratisha nchi hiyo. Jeshi lilikuwa likifanya msako katika maeneo yanayozunguka ikulu kuwasaka wanachama wa kikosi cha RSF, duru zimesema. Video na picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na kuthibitishwa na BBC zinaonyesha wanajeshi wakishangilia kwa bunduki zao na kupiga magoti kuomba. Nabil Abdallah, msemaji wa jeshi, alisema kwenye TV ya serikali kwamba wanajeshi walidhibiti ikulu na majengo ya wizara katikati mwa Khartoum. Vikosi vyetu viliharibu kabisa wapiganaji na vifaa vya adui na kukamata vifaa na silaha nyingi, Abdallah aliongeza. Kundi la RSF kwa haraka lilichukua udhibiti wa ikulu na sehemu kubwa ya mji mkuu wakati wa kuzuka kwa vita mwezi Aprili mwaka 2023, lakini vikosi vya wanajeshi vya Sudani katika miezi ya hivi karibuni vimerudi na kuelekea ikulu kando ya mto Nile. RSF ambao mapema mwaka huu ilianza kuanzisha serikali sambamba, inashikilia udhibiti katika baadhi ya maeneo ya Khartoum na nchi jirani ya Omdurman pamoja na magharibi mwa Sudani, ambako inapigania kutoa ngome ya mwisho ya jeshi huko Darfur al-Shafil. Kuteka mji mkuu kunaweza kuharakisha jeshi kuchukua kikamilifu Sudani ya kati na kuimarisha mgawanyiko wa eneo hilo mashariki magharibi kati ya nchi hizo mbili. Pande zote mbili zimeapa kuendelea kupigania sehemu iliyobaki ya nchi na hakuna juhudi zozote za mazungumzo ya amani zilizotekelezwa. Vita hivyo vilizuka huko kukiwa na mzozo wa madaraka kati ya jeshi la Sudani na RSF kabla ya mpango wa mpito kuelekea utawala wa kiraia. Clever vipi? Mbona uko nyumbani saa hizi? Au na wewe shamba limekushinda kama mimi eh? Unafeli wapi Mashaka? Yaani hadi leo unategemea kilimo cha mvua rafiki yangu? Mimi hapa nilipo naweza kuona kila kitu kwenye shamba langu. Watumishi wazembe na waona, nina mitambo ya kisasa ya umwagiliaji, nimeweza kuweka teknolojia za kisasa shambani na mambo mengi yanaendeshwa kwa mitambo tu. Ingekuwa hujamaliza pesa, ningekuambia unipe oda zako. Mashaka, acha ushamba. Ina maana kazi yote inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 wewe huoni? Hakuna kijiji cha Tanzania ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme. Yaani serikali ya awamu ya 6 haina deni. Wewe jitahidi, fanya maombi, lipia uletee umeme haraka mpaka shambani kwako. Mimi nayaweza yote haya kwa kuwa gharama za uendeshaji ni nafuu sana nikitumia nishati ya umeme. Utajanjaruka lini Mashaka wewe? Nishati ni maendeleo. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini, REA.